Katika kile kinachoonekana kuwa moja ya mizozo mikubwa ya kisiasa kuwahi kushuhudiwa nchini Madagascar kwa miaka ya hivi karibuni, taarifa kutoka vyombo vya habari vya kimataifa na vyanzo vya ndani nchini humo zinaeleza kuwa Rais Andry Rajoelina ameikimbia nchi. Hii inafuatia wiki kadhaa za maandamano makubwa yaliyoongozwa na vijana waliokuwa wakipinga hali mbaya ya kiuchumi, ukosefu wa huduma za msingi kama umeme na maji, pamoja na madai ya ufisadi serikalini. Maandamano hayo yalianza mwishoni mwa Septemba yakiongozwa na harakati ya vijana iitwayo Genocide de Madagascar, wakiungwa mkono na baadhi ya vyama vya upinzani. Walijipanga katika miji mbalimbali wakiitaka serikali ya Rajoelina ijiuzulu. Watu zaidi ya 20 wamepoteza maisha katika makabiliano baina ya waandamanaji na vikosi vya usalama. Shinikizo hilo lilimsukuma rais kuvunja serikali yake tarehe 29 Septemba na kumteua waziri mkuu mpya, lakini hatua hiyo haikusaidia kupunguza hasira ya raia. Katika hali ya kushangaza na ya wasiwasi, kikosi maalum cha jeshi kinachojulikana kama KAPSAT kilitangaza kujitoa kwenye utiifu wa serikali ya Rajoelina na kujiunga na waandamanaji. Kikosi hicho kilisema hakitambui tena mamlaka ya rais na kitaanza kusimamia usalama wa taifa kwa mujibu wa matakwa ya raia. Sehemu ya vikosi vya usalama wa ndani pia viliripotiwa kuunga mkono hatua hiyo. Hili zua hofu kuwa nchi hiyo huenda ikatumbukia katika mapinduzi ya kijeshi. Wakati hali ikiwa tete, taarifa kutoka vyanzo vya kimataifa zilisema kuwa Rais Rajoelina aliondoka nchini humo usiku wa kuamkia Jumatatu kwa kutumia ndege ya kijeshi ya Ufaransa akielekea kwenye kikosi cha Reunion au Dubai. Ripoti hizo zilieleza kuwa kulikuwa na makubaliano kimya kati ya Paris na Rajoelina kwa lengo la kuzuia umwagaji damu zaidi. Na hata hivyo, ofisi ya rais imekanusha vikali taarifa hizo, ikidai kuwa rais huyo yupo nchini na anaendelea na majukumu yake. Licha ya kukanusha huko, hali halisi ya mambo inaibua wasiwasi. Waziri wa usalama wa ndani alikiri kutokuwa na taarifa za uhakika juu ya mahali alipo rais. Waandamanaji na vyama vya upinzani wanasisitiza kuwa Rais Rajoelina amekimbia nchi na wito umetolewa kuundwa kwa serikali ya mpito itakayowakilisha sauti ya raia. Maandamano bado yanaendelea, huku raia wengi wakiishi kwa hofu kutokana na kukosekana kwa uhakika wa usalama na mwelekeo wa kisiasa. Vikundi vya kutetea haki za binadamu vimeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu matumizi ya nguvu kupita kiasi na mauaji ya raia wasiokuwa na silaha. Wito umetolewa kwa Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa kusaidia kuleta utulivu wa mpito wa amani. Kwa sasa, hatima ya taifa hilo la kisiwa bado haijulikani. Ikiwa Rais Rajoelina kweli ameondoka, Madagascar huenda ikakabiliwa na kipindi kigumu cha mpito, mivutano ya madaraka au hata mapinduzi ya wazi. Macho ya dunia yako kwa Madagascar, taifa ambalo sasa liko kwenye njia panda ya kihistoria. Dubai sasa Kitonga. Safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yani dola 350 tu kwa CBM. Ni kwa bidhaa za toy, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Star Cargo, Simba Bahari.